Kuwa na balance ya maisha ni uongo ambao watu waliofanikiwa wanawaambia watu ambao hawajafanikiwa ili kuendelea kujenga gap katikati yao. Hakuna mtu yoyote mahali popote aliyeweza kujenga jambo lake la msingi likajengeka likasimama. Walipitia season ambazo kila kitu kwenye maisha yao kilistop na kuganda, na wakaanza kufocus kwenye jambo lao moja peke yake. Kwanza, hakuna cha hobby, hakuna cha socialization, hakuna sijui cha muda wangu wa binafsi wa kupumzika, inahitaji mimi na familia. Vitu vyote hivi haviwezi kuwepo wakati upo kwenye season ya maisha yako ya kuhakikisha kila kitu unachokitamani ndio kinajiarrange kwa mara ya kwanza. Tofauti na kitu kimoja tu kinachoitwa obsession. Lazima wawe na obsession ya miaka kwanza kujenga kitu hicho kimoja. Mara nyingi chaguo ni lako kati ya vitu viwili. Either uwe na balance ya maisha, yani uko kwenye familia, upo kwenye mapenzi, kupumzika, kula bata, kuenjoy na kufanya kila kitu. Either hiyo au upate matokeo ambayo unayatamani kuja kuyapata. Haiwezekani vikaenda vitu viwili kwa pamoja. Yani kuna balance ya maisha yako na balance ya kupambania ndoto zako na unataka kuzifikia. Haiwezekani vikawepo kwa wakati mmoja. There is no way. Lazima kuwe kimoja katika season fulani ya maisha yako. Kabla ya mambo yaje kutokea, lazima kuwe na kitu kimoja. Aina ya mtu ambaye unataka wewe uwe na unamuona kabisa huyu ndo anakuinspire ama inspiration. Wakati wenzake wapo kwenye 20s wanapambana na mapenzi, nani anampenda mwingine, nani anapendwa sana. Wakati wengine wanajitafuta na kuenjoy. Wakati wapo wanapambana na kuonekana wameshatoboa, wa kuonekana tayari wamesha figure out maisha yao. Yeye alikuwa sehemu amefocus na kitu kimoja na kusahau hivi vingine vyote. Akishamaliza hii 20s yake, miaka yake hii ya 20 na ikiisha, akifika 35 ndo anakuja anaanza kuambia kuwa na life balance. Balance maisha yako. Kwa sababu gani? Anakuja kukupa story ya ku life balance kwa sababu yeye at 20s alikuwa anapambana maisha yake kama mwenda wazimu mpaka ameweza kusimamisha jambo lake ambalo ni inspirational kwenye industry husika na kwa watu wanaomzunguka na kwenye generation. Then anakuja kwambia like yo, lazima ubalance maisha yako ya balance, utaki kupambana sana kumia sana. That is bullshit. Moyoni mwako kabisa unatakiwa uache kujidanganya na kujiambia kabisa. Hivyo hauwezi kupata matokeo kwa kuwa na half balanced focus. Lazima uwe na 100% focus kwenye jambo unalotaka ili uweze kulipata. Ukitaka kuwa balanced person, tegemea kuweza kupata matokeo ambayo ni ya kawaida, ya kila siku, ya watu wote. Lakini ukitaka kutenga kitu extraordinary, there is no way you balance your stuffs. Balance inaleta matokeo ya ordinary. Ndio maana sasa inakuhitaji katika level fulani ya maisha yako ujitenge pembeni, utafute sehemu ambako there is only focus on what your goals are mpaka pale atakapotokea. Ndio maana sasa tunatengenezea platform maalum inaitwa MBH. Kwenye hii platform huku ndani kuna kujijenga na kupewa kila kitu unachotakiwa kuwa nacho ili kujenga vision ama goals ulizonazo bila mapumziko, bila balance. Ni mwanzo mwisho kujijenga mpaka kufikia unachotakiwa. Utajifunza kuhusiana na ni skills gani unatakiwa kuwa nazo, namna gani ya kuapply skills hizo, namna gani ya kutengeneza pesa kwa kutumia social media, namna gani ya kuhakikisha unaweza kuscale biashara yako, namna gani ya kuwa expert, namna gani ya kujenga personal brand ya kitaalamu na personal brand ya biashara yako. How to become stand out voice kwenye market ulionayo, namna gani ya kuweza kuwa mtu wa tofauti kwenye biashara yako husika. Hivi vyote vinapatikana ndani ya platform yetu ya MBH. Namna gani ya kujiunga na platform yetu hii ya MBH? Comment neno MBH hapo chini, nitakutumia link direct DM kwako itakao kuwezesha kujiunga na platform yetu. Comment neno MBH hapo chini.